Ndugu mwenyekiti wa bodi wa TAMCU, ndugu meneja mkuu wa TAMCU, na ndugu wajumbe wa bodi na management, nimefurahi sana kwa jinsi ambavyo mmenikaribisha leo hapa TAMCU. Kama nilivyotangulia kusema, mimi nipo katika ziara ya kutembelea taasisi mbalimbali zilizopo katika jimbo la Tunduru Kaskazini. Nimeanza hivyo kwa kutembelea taasisi za kiserikali na leo niko hapa zamu yenu watu wa TAMCU. Nimefurahi sana kwa kikao ambacho tumekuwa nacho, kwa taarifa mlizonipa juu ya maendeleo ya kazi katika TAMCU na tasnia ya ushirika kwa ujumla wake katika wilaya ya Tunduru, ambayo kwa sehemu kubwa nyinyi ndio kama mnaisimamia. Mimi nimekuja ili tufahamiane. Nimefurahi kuifahamu bodi ya TAMCU, kuifahamu management ya TAMCU. Na nimefurahi pia kufahamu kazi ambazo mnazifanya. Na ni imani yangu kama mlivyonieleza na nyinyi mmefurahia ujio wangu. Hii ni hatua ya kwanza muhimu ambayo inachora ushirikiano baina ya ofisi ya mbunge kama mwakilishi wa wananchi na TAMCU kama chama kikuu cha ushirika katika wilaya ya Tunduru. Kubwa zaidi nawaomba ushirikiano, tushirikiane. Mimi ninafahamu kwamba mwakilishi wa wananchi hawezi kutekeleza wajibu wake bila kushirikiana na wadau wa maendeleo, na kwa wilaya ya Tunduru huwezi kuzungumza wadau wa maendeleo bila kuigusa TAMCU. Na mimi nawaahidi ushirikiano wa dhati. Tutafanya kazi kwa pamoja kwa kuzingatia taratibu, mipaka, sheria zinazoongoza kila upande. Maombi yangu ni machache tu. Ombi la kwanza, msituchoke. Tunaamini kwamba tutatengeneza mazingira mazuri ya kufanya kazi pamoja. Sisi tukipata lolote linalohusu TAMCU tutawaletea, liwe la kuhitaji taarifa, liwe la wananchi wenye changamoto fulani, tutazileta TAMCU. Tunafahamu kwamba wananchi wanataka utatuzi, hawataki maneno tu. Yako maeneo ambayo tunaomba mfanye kazi vizuri kama ambavyo mnaendelea kufanya, maeneo ya kuboresha mifumo ya malipo, na tumefarijika kupata taarifa hapa kwamba TAMCU imejiwekea malengo ya kuwa chama namba 1 cha ushirika kinachoongoza katika utoaji wa malipo ya upesi. Tunawatakia kila laheri katika hilo, na tunaomba pia muendelee katika kukiimarisha chama hiki kama ambavyo mnaendelea kufanya kazi. Tumefarijika kuona kwa ulinganisho TAMCU ilivyokuwa miaka ya nyuma na sasa mnapiga hatua kubwa katika nyenzo mbalimbali. Tumefurahi kusikia mipango yenu ya kuongeza vitendea kazi zaidi ili TAMCU ijiendeshe kwa uzuri zaidi. Ahadi yangu mimi ni kwamba tutawapa ushirikiano yale mambo yanayohitaji elimu kwa wananchi. Sisi tunafanya kazi chini na wananchi mara zote. Mipango mnayojiwekea inawezekana ikawa ya muda mrefu kwa kuzingatia kipato cha TAMCU. Ninaamini kwamba pia mnaweza mkatupia jicho eneo la uongezaji wa thamani ya mazao, mchakataji wa mazao ya kilimo, ikiwezekana ubanguaji wa korosho, kwa sababu huo ndio mwelekeo wa serikali kwa hivi sasa. Tumesikiliza hotuba ya Mheshimiwa Rais ndani ya Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Imejikita kwa muda mrefu kueleza namna ambavyo serikali ina malengo ya kufanya mageuzi katika sekta ya kilimo kwa kuondosha sekta ya mazao ghafi peke yake na kwenda angalau kwa mchanganyiko wa kupunguza pasenti ya mazao ambayo yanauzwa ikiwa ghafi moja kwa moja. Nafahamu hiyo ni safari ndefu, sababu viwanda vina masuala mengi ambayo ni muhimu ya tazama, lakini naamini kwamba mnaweza mkaitazama hiyo kama changamoto. Kwa hiyo kwa ujumla niseme nimefarijika kuja hapa leo na nitakuja tena na tena. Nakushukuru sana mwenyekiti kwa kutupokea. Nakushukuru sana bodi unayoiongoza. Nakushukuru sana general manager na management yenu. Kwa pamoja tutaendeleza kazi nzuri inayoendelea kufanywa katika jimbo la Tunduru Kaskazini na wilaya ya Tunduru kwa ujumla. Huu ni wakati wa kazi. Wananchi wanahitaji matokeo. Wametusikiliza vizuri sana. Sidhani kama wataendelea kuhitaji maneno. Wanahitaji vitendo ambavyo ni lazima tushirikiane na wadau wanaohusika.
na moja ya wadau muhimu sana ni pamoja na TAMCU. Wakati wowote mkihitaji lolote kutoka katika ofisi ya mbunge, milango iko wazi. Asanteni sana na washukuru sana.